Baada ya mijadala mbalimbali ambayo imejitokeza jana katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma, ambapo baadhi ya wabunge wameeleza kusikitishwa kwao na kauli ya mbunge mwenzao ambayo ilitolewa kwa ajili ya kutetea uhai wa Watanzania. Na kauli hiyo si nyingine, ilitolewa na Askofu Josephat Gwajima. Jambo hilo limemwibua Boniface Anyisire Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania, Tanganyika Law Society, ambapo anauliza akisema, je, bunge linaandaa maangamizi ya wanaharakati wa ndani na nje ya Tanzania? Anazo hoja 6 ambazo ameziandika katika ukurasa wake huu wa Facebook kama ifuatavyo. Akianza kwa utangulizi, anasema, kwa dhati kabisa, mimi ni mwanaharakati wa haki za binadamu, utawala bora na mtetezi wa haki za Watanganyika kusimamia rasilimali zao zisizo za muungano. Sizungumzi kwa shinikizo, bali kwa wajibu wa kihistoria na dhamira ya utaifa. Mwabukusi anasema, yaliyojiri bungeni jana si hoja za maendeleo, bali tangazo la mashambulizi mapya dhidi ya wanaharakati wa ndani na wa nje ya Tanzania. Limeashiria wazi hofu ya mfumo dhalimu unaoogopa hoja na kujiandaa kukandamiza sauti mbadala. Mwabukusi anasema, hatujihusishi na matusi, tunajibu kwa hoja. Anasema, mimi si muumini wa matusi wala dhihaka. Naamini hoja hujibiwa kwa hoja. Ninapinga kwa nguvu zote mtu yeyote anayetaka kunilazimisha kufuata jambo kinyume cha sheria, maadili na utu. Hapo ndipo ninaposimama imara kupambana na ukandamizaji. Sisi kenge, lakini kenge wa hoja na ukombozi. Jambo hili linakuja baada ya kuelezwa jana na mmoja wa wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akivitaka vyombo vya dola vishughulike na watu ambao wamewaita kwamba ni kenge wa ndani ya nchi ya Tanzania na wawamalize wote. Ndio maana wakili Mwabukusi anasema, sisi ni kenge, lakini kenge wa hoja na ukombozi. Anaendelea kwa kusema, tangazo la bunge limechochewa na msimamo wa Askofu Gwajima aliyethubutu kusema ukweli. Leo wanamuita kenge, lakini hatujali jina, tunajali ujumbe. Akianza kwa kutoa hoja zake ambazo ni hoja 6 ambazo amezieleza katika ukurasa wake huu wa Facebook. Hoja ya kwanza akisema, Watanganyika wengi wameelewa ujumbe wa Gwajima. Mkimfukuza mtampa heshima zaidi. Mnamtangaza kama sauti ya wengi wasio na sauti. Lugha yake ndiyo lugha ya waliochoshwa na dhuluma. Hoja ya pili, Mwabukusi anasema, kenge kwa tafsiri ya kibunge imegeuka kuwa jina la heshima kwa wanaharakati, wananchi na wote wanaopinga wizi wa rasilimali, utekwaji wa vijana na ukiukwaji wa haki. Namba 3, Mwabukusi anasema, Bishop Gwajima ajibiwe kwa hoja badala ya kumshambulia. Wananchi wanataka majibu. Je, ni sahihi watu kukamatwa, kupigwa, kuvuliwa nguo na kutupwa porini kwa sababu tu ya kutoa maoni? Huo ndio ustaarabu wa nchi yetu inayodai heshima na haki? Hoja ya 4 anasema, ni kina nani wanaomsakama Gwajima? Hao waliopinga hoja za mkataba wa DP World walipoelezwa kuwa ni wizi wa wazi na rasilimali za Tanganyika. Je, waliwahi kuzungumza juu ya kupotezwa kwa soka, kuuawa kwa Mzee Kibao au kutekwa kwa Mdude Nyagali? Hoja yake namba 5 anasema,
Kwa nini bunge linakwepa wajibu na mjadala wa kupotezwa kwa watu? Halina ushahidi, wanasema, lakini wanatumia chombo hicho hicho kuwashambulia raia wa mataifa mengine na wanaharakati bila ushahidi pia. Hoja yake ya 6 anasema, je, ni haki kwa mtu kutoka Zanzibar kutumia kodi za Watanganyika kuwadharau kwenye bunge? Je, Watanganyika nao wawe na haki ya kulipiza kwenye Baraza la Mapinduzi? Hii ni hatari kwa muungano wa kweli. Anaendelea kwa kusema, ni wakati wa kenge watupa maganda kusimama imara. Tukumbuke, hoja haziuawi kwa kejeli wala matusi. Tunapodharau sauti za ukombozi, tunajidunisha kama taifa. Ni wakati wa kenge kuungana dhidi ya kenge wala kunde. Tunawataka ndugu zetu waliotekwa warejeshwe, na wale walioumizwa walipwe fidia na familia zao kuombwa radhi. Anamaliza kwa kusema, hatutakubali kuendelea kuonewa, hatutakubali kuendelea kupuuzwa, na hatutakubali kuendelea kunyanyaswa. Na hapa chini ameweka picha ya mbunge aliyeeleza ama kuviomba vyombo vya ulinzi na usalama kushughulika na wananchi wote aliowaita ni kenge wa ndani na kuwamaliza. Huu ni waraka wa Boniface Anyisire Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Law Society, akitoa hoja zake 6 kwa kusema, huku akianza kwa kuuliza kwamba, je, bunge linaandaa maangamizi ya wanaharakati wa ndani na nje ya Tanzania? Hoja zake 6 ni kama nilizokusomea, ikiwemo kwamba Watanganyika wengi wameelewa ujumbe wa Gwajima, na mkimfukuza mtampa heshima zaidi. Mnamtangaza kama sauti ya wengi wasio na sauti. Lugha yake ndiyo lugha ya waliochoshwa na udhuruma. Namba 2 anasema, kenge kwa tafsiri ya kibunge imegeuka kuwa jina la heshima kwa wanaharakati, wananchi na wote wanaopinga wizi wa rasilimali, utekwaji wa vijana na ukiukwaji wa haki. Namba 3 anasema, Bishop Gwajima ajibiwe kwa hoja badala ya kumshambulia. Wananchi wanataka majibu. Je, ni sahihi watu kukamatwa, kupigwa, kuvuliwa nguo na kutupwa polini kwa sababu ya kutoa maoni? Huo ndio ustaarabu wa nchi inayodai kuwa inaheshimu haki? Namba 4 anasema, ni kina nani wanaomsakama Gwajima? Hao waliopinga hoja ya mkataba wa DP World, walipoelezwa kuwa ni wizi wa wazi na rasilimali za Tanganyika? Je, waliwahi kuzungumza juu ya kupotezwa kwa soka, kuuawa kwa Mzee Kibao na kutekwa kwa Mdude Nyagali? Namba 5 akisema kwamba, kwa nini bunge linakwepa mjadala wa kupotezwa kwa watu? Halina ushahidi, wanasema, lakini wanatumia chombo hicho hicho kuwashambulia raia wa mataifa mengine na wanaharakati bila ushahidi pia. Na anamaliza kwa hoja yake namba 6 kwa kuuliza kwamba, je, ni haki kwa mtu kutoka Zanzibar kutumia kodi za Watanganyika kwa dharau kwenye bunge? Je, Watanganyika nao wawe na haki ya kulipiza kwenye Baraza la Mapinduzi? Hii ni hatari kwa muungano wa kweli. Hii ni hoja ama hizi ni hoja za wakili Boniface Mwabukusi alizoandika katika kurasa wake wa Facebook, na wananchi kadhaa kutoa maoni yao hapo chini. Lakini mtazamaji, nawe pia unayo nafasi ya kutoa maoni yako kupitia hapa Nyikani TV Africa. Karibu.